Alkhamisu, kitenguzi cha tano, al-ibru allati yustaghna biha 'ani at-ta'ami wash-sharabi wa hiya al-mughdhiya. Sindano, kuchoma sindano ambayo yustaghna biha, hutosheleza kwa sindano hiyo, 'ani at-ta'ami wash-sharab, hutosheleza na kula na kunywa, kama vitamini C vile. Mtu inawezekana hawezi kula na kunywa, lakini akichomwa sindano hii inakaa kama nafasi ya mikula au amekunywa, inakaa badali. Yustaghna biha, sindano inakaa badali ya kula na kunywa. Mtu akichomwa ni kama vile amekula. Tumeelewana? Mambo ya vitamini ipo ambayo inamfanya kwamba mtu hawezi kula au kunywa, lakini akichomwa sindano hii kama imekaa nafasi ya angekula kitu au angekunywa kitu. Kwa hiyo ipo kama hivyo. Hiyo yote mtu anakuwa amefungua kwa sababu vile vimekaa nafasi ya kula au kunywa. Si kwamba kila kitu sio kitu kitapitia mdomoni. Kuna kitu kinapitia mdomoni, njia ya kawaida ya kula. Kikipita isiyokuwa njia nyingine, kama vile kuna vidongo vinatiwa katika tupe ya nyuma, labda akina mama au mambo ya uchu, havifunguzi. Lakini hii mtu anachomwa sindano inaingia kwenye mishipa, maana yake inawezekana mtu kwa kuwa amekosa maji, lakini ikija hiyo anakuwa kama amekunywa maji, ule mwili wake anarudi katika hali ya kawaida. Kwa hiyo imekaa nafasi ya maji ile kilichoingia mwilini mwake, ndio inavyohukumiliwa hivyo. Kwa hiyo Sheikh ameeleza hiyo al-ibru, sindano hiyo. طيب, kwa hiyo moja inakuwa al-ibra, ibarun jamu, sio al-ibratu sindano. Al-ibru maana ni sindano nyingi kwa jamu. Al-ibru التي يستغنى بها عن الطعام والشراب وهي المغذية. لا يعني ملك كما قسم kufanya nini المغذية, وهي المغذية, na sindano hiyo inakufanya nini? Kama vile kusema kulisha sana, sio? Kwa sababu nafasi yake imekaa kama imemlisha yule mtu. Ile sindano kama imemlisha yeye, hawezi kula wala kunywa, lakini sindano al-mughdhiya imemlisha. Kwa hiyo ni yenye kulisha yule mtu, imemlisha, inatambulika kama hivyo. Amma al-ibaru ghayru al-mughdhiya, ama sindano ambazo si zenye kulisha, fala tufsidu siyama, haziharibu fungo. Kwa hiyo mtu ampigwe sindano ya malaria, sawa, kadha, sindano kama hizo hazipo katika hilo. Sawa, akhadha al-insanu bilwaridi au bil'adalat. Kwa hiyo sawa ilidungwa kwenye mshipa waridi, kama imetafutwa mshipa ikadungwa, sindano hiyo haifunguzi kama imedungwa kwenye mshipa, au adalati au kwenye misuli, yote haina neno. Kama imedungwa kwenye mshipa au kwenye misuli, hizo hazifunguzi, isiyokuwa yenye kulisha. Liannaha laysat aklan wala shurban, kwa sababu huko si kula wala si kunywa. Yani sindano hizo hicho kinachokifanya sindano hizo sio kula wala kunywa. Kwa maana sindano ya malaria, mtu anayochomwa, kile kinachofanyika na sindano hiyo hakuitwi kula wala hakuitwi nini, kunywa, hakuitwi hivyo. Lakini sindano ambayo kile inachokifanya inakaa nafasi kama imelisha kitu au imemnywesha yule, hiyo ndio ambayo inafunguza. Kwa hiyo huko sio kula wala si kunywa, wala bi maana al-akli wash-shurb, wala hakuna maana ya kula wala kunywa. Si kula wala si kunywa, wala hakuna maana ya kula wala kunywa, haiambiwi hivyo. Asadisu, kitenguzi cha sita, al-qai'u amdan, kujitapisha kwa makusudi. Wa in ghalabahu al-qai'u falaysa alayhi shay'un, na kama kukimzidia yeye kule kutapika, kukimshinda, ghalabahu, kukimshinda al-qai'u kule kutapika, falaysa alayhi shay'un, hakuna kosa lolote juu yake. Inawezekana imekuja mshindo kuzuia, kwa hiyo funga yake kwa sahihi, lakini akijitapisha ndio funga imetenguka.
Lakini kama atatapika yeye hakuweza kujizuia, imemjia katapika, hakuna kitu, kwa maana funga yake iko sahihi, hakuna neno katika hilo. Iko kitenguzi cha sita. Asabi'u, kitenguzi cha saba, khuruju dami alhaidhi au nifas, kutokwa na damu ya hedhi au nifasi, hasa hili jambo la mwanamke kwa mwanamke. Fa idha kharaja min almar'ati, ikitoka kwa mwanamke, walau qabla alghurubi bilahdhatin, ijapokuwa kabla ya kuzama jua kwa kitambo kidogo, chache kidogo kabisa, dakika 5 zimebaki kabla jua lakini halijazama, fasada as-sawm, imebatilika funga yake. Elewana, wala asikasirike, ndio maumbile, wala asimchukie Mola wake, ndio maumbile. Wa in kharaja ba'da al-ghurubi bilahdhatin wahida, na ikitoka damu hiyo baada ya kuzama jua, sawa, kwa muda mchache kabisa, dakika 2-3 tu, akijua lishazama, sahha sawmuha, sawa, imekuwa ni sahihi funga yake, ni sahihi saumu yake, basi funga yake ni sahihi, hakuna neno hili. Labda katika swala ndio wanawake wanatakiwa wawe na tahadhari. Lau kama mtu wakati wa swala umeingia, alafu yeye akachelewa kuswali, kampata damu ya hedhi, na ndani ya swala wakati umeingia, swala ile atakuja kuilipa baada ya kutaharika. Ndani ya swala saa 7 kamili, 7:30 hajaswali mpaka saa 8 imetoka damu ya hedhi. Kwa hiyo imempata damu ya hedhi wakati yeye alikuwa ni katika watu wanaotakiwa kuswali, sawa, ule wakati umemkuta, hata kama alipo katika uchungu, sawa, kabla haijaanza kutoka damu ya nifasi, haijatoka damu ya nifasi, lakini yupo katika uchungu, wakati wa swala umeingia, kama atashindwa kuswali alafu baadaye akatoka akajifungua, atakuja kuilipa swala ile. Maana yake yeye ilipoingia swala wakati ilikuwa anaweza kuswali, tofauti kama ishaanza kumtoka damu ya nifasi, inatangulia damu, ikianza kumtoka hivyo, kweli hapo itakuwa, alafu kabla ikaingia wakati wa swala, wakati ashaanza kuingia katika hali hiyo. Tena wanasema wanawachuoni, damu ambayo baadaye alijifungua, kwa sababu inawezekana imetoka alafu alipokwenda kule, wala inawezekana kama mwingine imetoka damu wala si ya kuzaa, baadaye kwenda kule akakaa wiki nzima hajifungua, swala ile atakuja kuiswali, kwa sababu hakuna neno, damu ile ni damu fasadi, haina hukumu katika sheria. Lakini damu ambayo imefuatiwa na kuzaa, hiyo ndio ambayo damu itakuwa ni inaingia katika hukumu ya nifasi. Lakini ambayo haikufuatiwa na kuzaa, mara amerudishwa tena nyumbani, na daktari sema huyu akamleta baada ya siku 3-4, kwa hiyo damu ile ina hukumu yote. Au ilitangulia siku 1-2 kabla, alafu baadaye akazaa, sawa. Lakini kama hakuzaa, swala zile atazilipa alizoziacha. Labda mwanamke ameanza kuona alama za kujifungua jioni kama hivi, akaona kuna kama damu inatoka, akakaa mpaka kesho pia hajijifungua, yeye anaona kwamba damu ile ni nini, ile ya uzazi. Lakini imefika siku ya Jumatatu, si Jumapili, Jumatatu wanaambia huyu bado arudi tu nyumbani, alafu ile damu haipo. Swala alizoziacha siku 2 ataswali, sababu damu ile haikufuatiwa na kuzaa, kwa hiyo sio damu ile. Madhali amerudi hakuzaa, ile damu fasadi, damu chafu tu, ataswali, tazilipa zile swala. Ndio wanavyoeleza wanachuoni hivyo. Lakini katika masuala ya saumu ni kama hivi tulivyoona. Athaminu, kitenguzi cha 8, ikhraju dami bilhijama. Ikhraju dami bilhijama, kutoa damu kwa kufanya hijama. Wengine wanasema kuumika au kupiga chuku, wengine wanasema kudunga mshipa, majina mbalimbali, maeneo wanatumia maeneo mbalimbali, lakini hijama neno maarufu kwenu kutumika hivyo. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, liqauli ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam,
aliposema aftara alhajim walmahjum, amefungua mwenye kufanya hijama na mwenye kufanyiwa. Amefungua mwenye kufanya hijama na mwenye kufanyiwa hijama, wote wamefungua, hasa wakati huo, kwa sababu walikuwa wanatumia kuvuta kwa mdomo, kuvuta ile damu kama na pembe na hivyo walikuwa wanaivuta. Wasiwasi wenda mtu ikafanya nini, akavuta damu, hasa kwa wakati huo nyuma. Hata huko katika miji watu zamani, si zamani ya hivyo, tumekuta wengine wakifanya hivyo na pembe, mtu anawekewa, miji mingi hapo wakifanya hivyo. Utawazee wetu, mtu anakuja mtu nyumbani anamfanyia hijama ya pembe. Baadaye siku hizi kuna ile ya vikombe na kuna nyingine nasikia ipo zaidi, sijui hapo. Ulimwengu unaendelea bid'a katika mambo ya kidunia, hakuna neno katika ulimwengu. Fa idha ihtajama ar-rajul, mtu akifanya hijama, wa dhahara minhu damun, na ikamtoka yeye damu, fasada sawmuhu, imeharibika funga yake. Wa fasada sawmu man hajamahu idha kanat bitariqati alma'rufa fi ahdi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na atakuwa amefungua na atafungua yule mwenye kumfanyia hijama, yule aliyefanyiwa kwa sababu ametoka damu. Huyu mwenye kufanya huyu atakapokuwa ametumia njia inayojulikana katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, manake amevuta damu kwa kinywa chake, njia ilikuwa inatumika zamani, kwa sababu inahofiwa huenda alivuta damu ikapitiliza kuingia kwenye koo yake, afutuke yake kama amefungua. Wa hiya anna alhajima naona yamusu qarurat ad-dam, kwamba yule mwenye kufanya hijama anavuta ile, ni kama kuinyonya ile chupa ya nini, damu, au kile kikombe kile cha damu kinachowekwa. Wengine weka kama chupa kombe, wengine weka pembe ile, kama ile kile chupa cha damu anakivuta, anachokiweka katika mili pale, au kama embe au kama kadha. Glasi ile pia anaiweka, wanafanya ni kwa glasi, anaivuta ile glasi ya nini, ile ya damu. Amma idha hajama biwasitati alalati almunfasilati anil hajim, naona ama akimfanyia hijama kwa kutumia ala, vyombo vyenye kutengana na mwenye kufanya hijama, yani sio kwamba anatumia ile kufanya nini, kuivuta, yeye anamwekea kitu kinavuta damu, tofauti na yeye kufanya chochote katika kutumia kuivuta damu. Ikitumia chombo kama hicho, fa innal mahjuma yuftir, hakika atafungua yule mwenye kufanyiwa hijama, wal hajima la yuftiru, na mwenye kufanya hijama yeye hatofungua. Kama hizi njia utaratibu unatumika sasa huu, nafikiri mnaofahamu. Baada ya hapo akasema Sheikh rahimahullah, wa idha waqa'at hadhihi almufattirat, yakipatikana mambo haya yenye kufunguza, yakitokea mambo haya yenye kufunguza, fi nahari ramadhana, katika mchana wa Ramadhani, min saimin yajibu alayhi sawm, kwa mfungaji ambaye ni wajibu juu yake kufunga, kuna wajibika kwake yeye kufunga. Maana mtu anaweza kufunga kesi wajibu, sawa, kama mtoto anaweza kufunga ambaye hajafikia bale, anaweza kufunga, si wajibu wake. Tunasema yule ambaye ni wajibu kwake kufunga, kimtokea mchana wa Ramadhani, tarattaba ala dhalika arba'atu umurin, yatapatikana juu ya hilo mambo manne. Ikitokea katika haya tuliyotaja, moja wapo limemtokea mtu ambaye ni wajibu kufunga mchana wa Ramadhani, ikatokea moja wapo katika hayo, basi
yatapatikana kwake yeye juu yake mambo mangapi? Manne. Kuna mengine al-ithmu, kuna kupata madhambi, fasadu sawmi, kuna kuharibika saum, wujubu al-imsaki baqiyata dhalika al-yawm, wajibu wa kujizuia sehemu iliyobaki ya siku hiyo, mchana huo, na kuna wujubu al-qada. Mambo haya yatahusika katika haya tuliyoyataja, wajibu wa kuilipa siku hiyo. Sasa hapa atachambua vitu hivi vinne vitaingia wapi. Wa in kana alfitru biljimaa, ikiwa kule kufungua ni kwa sababu ya kufanya jimai, tarattaba ala dhalika amrun khamisun, litapatikana juu ya hilo jambo la tano. Hayo mambo manne, ikiwa kufungua kwenyewe kwa kufanya tendo la ndoa mchana Ramadhani, kuna jambo la tano litaongezeka, wa huwa al-kaffara, nayo ni kutoa kafara. Mambo hayo manne, mtu amekula maksudi mchana wa Ramadhani, kile kama usasheka atapata madhambi, sawa, atalazimika kujizuia mchana huo Ramadhani, palipobaki asiendelee kula, atatakiwa kuilipa siku hiyo. Na lingine nini? Funga yake imeharibika. Kwa hiyo ndio maana nasema ikitokea moja katika mambo haya yatapatikana mambo manne. Lakini kwa mtu ambaye yeye alifanya jimai, sasa yeye atatakiwa, kuna jambo la tano litaongezeka kwake, ambayo ni nini? Kutoa kafara, ima aache mtumwa huru muungwana, au afanye nini akishindwa, sio achague. Kuna au ya takhyiri katika Qur'ani, ya khiyari ni iko wapi? Kwenye kiapo, sawa, kafara. Lakini huku mpaka ashindwe, hawezi kwenda hatua nyingine mpaka ashindwe ile hatua ya kwanza. Inawezekana iko kama sehemu ya harufu ya atfu tu, lakini sio ya kumkhiarisha, sio hivyo.